Habari, mimi ni Dkt. Vignesh Kanagabasan, mshauri mwandamizi wa mambo ya moyo katika hospitali kuu ya Apollo Grange Road. Leo ningependa kuzungumzia umuhimu wa angioplasti ya msingi katika kuokoa maisha ya wagonjwa wenye mshtuko wa moyo, pamoja na wagonjwa ambao wana kiwango kikubwa cha kalsiamu na wana vizuizi hatari kwenye mishipa ya moyo. Jinsi teknolojia mpya zimekuja kwenye angioplasti ambazo zinaweza kutibu wagonjwa na pia kuwafanya wawe bora zaidi. Kwanza kabisa, mshtuko wa moyo ni tatizo kubwa sana katika maisha ya kila siku. Kama tunavyoona nchini mwetu, zile siku ambapo mshtuko wa moyo ulikuwa ukijulikana kutokea zaidi kwa wazee zimepita. Sasa hakuna umri ambao ni salama kutokana na mshtuko wa moyo. Hata vijana walio zaidi ya umri wa miaka 20, 30 pia wanakabiliwa na mshtuko wa moyo. Kwa hivyo, unamaanisha nini kwa mshtuko wa moyo? Mshtuko wa moyo umekamilika kuziba kwa 100% ya mishipa inayoenda kwenye moyo. Kwa hiyo, kwa maneno ya matibabu, tunaita infarction ya myocardial. Kufanya wakati vile wagonjwa kuendeleza wakati wagonjwa wanapata mshtuko wa moyo ni kutishia maisha na kuhusisha maisha. Kwa hivyo wanapaswa kukaribia hospitali ambayo ina vifaa vya maabara ya cath na huduma ya sasa ya daktari wa moyo. Kwa hiyo wakati mgonjwa anafika haraka kwenye chumba cha dharura, tunaita muda wa mlango hadi baluni, ambapo inapaswa kuwa dakika 90 tangu wakati wa maumivu ya kifua au hata chini ya hapo. Kwa hiyo tunamhudumia mgonjwa mara moja, tunafanya uchunguzi wa msingi na kisha baada ya kumjulisha mgonjwa, tunampeleka mgonjwa kwenye maabara ya cath. Kwa hiyo kila dakika tunapochelewa katika mshtuko wa moyo, misuli inaathirika na matatizo hatari kwa maisha yanaweza kutokea. Kwa hiyo mara tu tunapompeleka mgonjwa kwenye maabara ya cath, tunafanya angiogram mara moja ambayo inaonyesha mahali hasa palipo na kuziba. Na mara tu baada ya hapo tunafanya angioplasti ya msingi. Hii inamaanisha kwamba tunaingiza waya, tunapanua kwa baluni na kuweka stenti. Kwa hiyo stenti hii kawaida husukuma kuziba kwenye ukuta wa mshipa, na mara nyingine tena mtiririko wa damu ambao ulikuwa umefungwa kabisa unaanza tena. Kwa hiyo hakuna kitu kinachoridhisha zaidi kwa daktari wa moyo wa upasuaji kuliko kumwokoa mgonjwa kutokana na mshtuko wa moyo. Mbali na angioplasti za msingi, kuna kundi lingine la wagonjwa ambao huja kwa hiari kwa ajili ya angioplasti, na wao baadhi ya wazee wana mishipa ya damu iliyojaa chokaa sana, ambayo inamaanisha kuna mkusanyiko wa kalsiamu kwenye ukuta wa ndani wa mshipa. Kwa hiyo hawa wagonjwa ndio wanaohitaji teknolojia za kisasa zaidi, kama vile tuna vifaa vingi ambavyo vinaweza kubadilisha ule plaque, kupunguza mzigo wa kalsiamu, na kisha tunaweza kuweka stenti. Kama hatutatumia teknolojia hizi, tunaweza kuingia na kufanya angioplasti ya kawaida, lakini stenti kama haitapanuka vizuri, wagonjwa wanaweza kurudi na tatizo la kuziba tena kwa mshipa au hata kupata thrombosis ya stenti. Kwa hiyo hapa Apollo mimi nimebobea katika kushughulikia wagonjwa wa aina hii, ambapo tunatumia teknolojia ya mwongozo wa picha kwa kutumia IVUS, yaani intravascular ultrasound au optical coherence tomography, ambayo ni kama katheta yenye kamera ndani, na tunaingiza ndani na tunaweza kuona mahali ambapo kuna kalsiamu, na pia tunaweza kujua muundo wa mshipa wa damu. Baada ya hapo tunaweza kufanya kisha tuna vifaa mbalimbali vya plaque kurekebisha kalsiamu, kama vile puto za kukata, shinikizo la juu, puto zisizotii sheria.
kisha tuna vifaa vya kukata kalsiamu kama vile tuna rotablator na tuna atherectomy ya orbital na pia lithotripsy ya mishipa. Evil tunaiita. Kwa hivyo vifaa hivi vyote nilivyobobea na tunaifanya katika Apollo, ambapo tunarekebisha ubao kisha tunaweka kidonda kwa puto na kisha tunatoa stent, kupanua stent na kutoka nje. Kwa hivyo, kwa kutumia mwongozo wa picha pamoja na hizi teknolojia za kisasa, tunaweza kumpa mgonjwa matokeo bora kabisa, 100%, na ili matokeo ya muda mrefu yawe mazuri, yakifuatiwa na matibabu ya dawa.